Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili. Karibu sana katika hii video. Kama wewe ni mgeni na unaitazama kwa mara ya kwanza kabisa, na kuomba usubscribe, mpendwa mtazamaji wangu. Mimi si jambo, na mshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kukutana leo katika kipindi hiki cha mwendelezo wa madarasa na vipindi vya kiroho pamoja na tiba na utafiti wa miti mbalimbali. Mpendo wangu, wewe ambaye ni mfuatiliaji wa chaneli hii, na kushukuru sana. Share kwa wengine nao wakapate darasa hili zuri ambalo watafaidika nalo katika maisha yao ya kila siku. Leo nataka nikufundishe namna ya kuongea na malaika wako, au namna ya kuongea na Mungu kupitia mwili wako. Wengi hawajui taarifa hizi ambazo zinawajia katika miili yao, wengi wanapuuzia. Nikupe mfano mzuri. Unaweza ukaamka asubuhi hujisikii vizuri, lakini taarifa hizo ukazipuuzia, ukawa mzito kabisa kufanya shughuli zako, aidha unaenda kwenye biashara au unaenda kazini, lakini taarifa hizo ukazichukulia poa na kuzipuuzia. Lakini baada ya kwenda katika mihangaiko yako na shughuli zako, ukakutana na changamoto, ukakumbuka yale ambayo uliamka nayo asubuhi na hizo taarifa ambazo ulizipewa katika mwili wako asubuhi. Aidha, hizi taarifa unaweza ukazipata katika ndoto, au hizi taarifa ukapewa katika mwili, yani ukaamka una uchovu, una homa, kichwa kinakuuma, yani hauko sawa, ni mzito. Kwa hivyo hizi taarifa unaweza ukazipewa ndoto pamoja na mwili. Zichukulie kama taarifa za kiroho, zifanyie kazi. Huwezi kuzifanyia kazi, muulize mtu ambaye anajua mambo ya kiroho. Aidha, unaweza ukaniuliza hata mimi nikakupa maelekezo namna ya kufanya. Kwa mfano, unaweza ukapewa taarifa za maumivu au kujisikii vizuri au ndoto. Cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ukifanye, kama wewe lazima uende kazini, unatakiwa uoge. Kama hauna dawa za kuoga, basi chukua chumvi, nenda kaoge. Nuia mabaya yote yaondoke mbele ya safari yangu ya siku ya leo. Napoenda kazini, niende salama na nirudi salama, nisikutane na changamoto yoyote. Kama hufahamu njia ya kufanya, basi unaweza kumuuliza mtu wa kiroho akakuelekeza namna ya kuondoa changamoto ambayo unaweza kukutana nayo, au kuondoa nguvu hiyo ya kiroho. Labda una usafiri ambao unautumia, usafiri wako hebu umwagie maji, usafishe. Kama ni gari au pikipiki au bajaji, safisha. Chukua maji, weka chumvi kidogo, weka kama ni dalasini, safisha. Nuia kwa manuizi yako wewe ambao unajua, ili kuondoa negative energy na kuondoa mabalaa ambayo utakutana nayo huko mbele ya safari yako. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji wangu, usipuuzie hata siku moja kupewa taarifa hizi na Mwenyezi Mungu. Hizi ni taarifa za kiroho, huwa zinatoka kwa mababu na mabibi, lakini na pia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi kama binadamu tunasimamiwa na ulimwengu na Mwenyezi Mungu, lakini pia tuna usimamizi wa ndugu zetu ambao walishatutangulia. Kwa hiyo unakuta wanatupa taarifa ili kujiokoa na kujiepusha na matatizo mengine. Umenielewa mpaka hapo, mpendwa mtazamaji wangu? Kwa hivyo taarifa hizi, kadri unapoenda, siku zinavyozidi kwenda, ukawa unazifanyia kazi, utajikuta wewe unaokoa changamoto mbele ya safari zako, unaokoa vitu vingi sana. Zifuatilie na uzichukulie hatua. Kadri siku zinavyozidi kwenda, ukiwa unafuatilia taarifa za kiroho, ndivyo zinazidi kuimarika, ndivyo nguvu ya kiroho inazidi kuimarika kwako na kujiweka wewe sawa katika nguvu yako ya kiroho, kukutana na taarifa ambazo ni nzuri au ni mbaya. Hivyo mpendwa mtazamaji wangu, leo darasa hili lilikuwa linahusiana na taarifa za kiroho, namna ya kupata taarifa za kiroho, aidha kwenye ndoto au unapata taarifa kwenye mwili. Unaweza ukaamka unaumwa, ujisikii vizuri, hizo ndo taarifa ambazo unakutana nazo kiroho, kukuzuia wewe usifanyeje, usiende kukutana na changamoto. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, jitahidi sana 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 kufuatilia taarifa zako za kiroho. Mimi naitwa Dr. Mary, mtafiti na mtabibu wa tiba asili, mshauri wa mambo ya kiroho.
popote ulipo unaweza ukatuwasiliana na sisi kwa ajili ya mwongozo, kupewa tiba pamoja na ushauri wa mambo mbalimbali ya kiroho. Na kwa wewe ambao unahitaji tiba, tunakukaribisha sana. Lakini pia tuna program ambazo za kusimamia watu katika changamoto zao mbalimbali, changamoto za kiroho na changamoto za kiafya za kimwili, ambazo tunatoa madarasa kila siku kwa ajili ya kuwasimamia na kufundisha watu namna ya kutatua changamoto zao endelevu bila kutumia muda na kuokoa gharama nyingi. Mpendwa mtazamaji wangu, nashukuru sana kwa kutazama hii video mpaka mwisho, na mimi tutaonana katika video nyingine, na nakushukuruni sana.